Moja katika mambo yaliyoenea katika jamii yetu ya leo, imekuwa ndio utaratibu wa maisha, imekuwa ndio sehemu ya mtu kupata wafuasi wengi hata katika mitandao ya kijamii, ni kule kuwa na tabia ya kuyajua madhaifu ya wenzetu tunaoishi nao na tukayatumia madhaifu yale tunayoyajua kuwa ndio msingi wa kutaka kila tunachokipata kutoka kwao, na wakati mwingine tukiwatishia kwa madhaifu yale tunayoyajua katika maisha yako, kwamba ikiwa hukunifanyia hili, kumbuka ninajua jambo lako 1, 2, 3, usije ukanilaumu ukiona haya mitandaoni. Usiponifanyia jambo hili, kumbuka kuna lako hili na hili na lile, tusije tukalaumiana endapo kesho na kesho kutwa ukayaona yameenea mitaani, usije ukanilaumu. Na yule anayeambiwa hayo kwa kuihofia heshima yake na kuichunga nidhamu aliyokuwa nayo, yawezekana dhambi ile aliifanya kwa kuteleza, ama ni maisha ambayo alikuwa nayo huko nyuma, lakini leo kwa sifia alizokuwa nazo ni kweli ikitoka amemfedhehesha na kumharibia mambo yake mengi, ulazimika kuwa ni mtumwa wa yule mwenye kuzijua fedheha zile katika maisha yake. Yanapotokea mapishano baina yao hawa, kila mmoja hutumia mtandao ndio sehemu ya kumfedhehesha mwenziwe. Kila mmoja hutumia mtandao kwa umaarufu aliokuwa nao ndio sehemu ya kumdhalilisha mwenziwe. Kila mmoja hutumia mtandao kwa sababu yeye kauli yake ikisemwa ina nguvu katika jamii, kwa sababu yeye kauli yake akisema ina thamani kwa watu wengi wanaofuatilia mitandao, huona kwamba hii ndio nafasi anayeweza kuitumia na yeye kumwangusha mwenziwe kwa yale anayoyajua katika madhambi yake. Maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'mala, yoyote mwenye kumfedhesha ndugu yake kwa dhambi yoyote, basi na yeye mfedheshaji hatakufa ila naye ataitenda dhambi ile.